Sweet Holy Spirit, sweet heavenly dove, stay right here with us, filling us with your love. Tujaze kwa pendo lako. Kwa baraka hizi, Bwana, twainua mioyo yetu katika sifa. Without a doubt we know that we have been revived when we shall leave this place. Namna ni wanakwaya wetu wa kwaya Bomu hao naondoka. Upako mpya kwa mwanzo mpya. Pendo, hakikisha mada hii ya mwezi huu haikuachi bure. Bwana kujalie upako mpya, uwe na nguvu ya kuanza mambo mapya, uwe na nguvu ya kupokea baraka mpya, uwe na nguvu ya kushinda kila aina ya sintofahamu za shetani kwa nguvu mpya. Usiwe tena mtu wa kutokuwa na matumaini na kuvunjika moyo. Ndio furaha ya shetani. Usitoke kwenye crusade hii ukiwa bado una papasa njia gani ya kutoka katika mashaka na hofu zako. Hapana, si wakati tena wa kukata tamaa. Liko neno la Bwana la kutuingiza katika viwango vipya na uwezo na upako mpya wa Bwana. Neno liko kwa majira yake. Kulikuwa na mtu sio kawaida kidogo. Watu wamejaa sana. A fresh anointing for the new year, dear Lord, let it fall. A fresh anointing for the new year. Upako mpya kwa mwaka mpya Bwana na ushuke. Kubeba utukufu wa Bwana. To carry the glory. Kubeba utukufu wa Bwana. A fresh anointing for the new year. Upako mpya kwa mwaka mpya. Lord, let it fall. Hebu utiririke. A fresh anointing for the new year. To carry the glory of the Kubeba utukufu wa Lord. Bwana. Carry the glory of the Lord. A fresh anointing for the new year. Oh Lord. A fresh anointing for the new year. To carry the glory of the Lord. Carry the glory of the Lord. A fresh anointing for the new year. Wote wana kitenge kimoja. For the new Kupendeza na kwaya. to carry the glory of Upako the mpya Lord. kubeba utukufu wa Bwana. The oil of yesterday has grown still. The strength that I once trusted in has failed. But your fresh word has been spoken
and my proud heart has been broken, Lord. So once again, I come behind the veil, asking for a fresh anointing for the new year. Oh Lord, come and let it fall. A fresh anointing for the new year, to carry the glory of the Lord. Carry the glory of the Lord. A fresh anointing for the new year. Oh Lord, let it fall. A fresh anointing for the new year. Carry the glory of the Lord. Oh yes. Carry the glory of the Lord. Let a fresh anointing fill my soul. Fresh anointing fill my soul. Fresh anointing fill my soul. Oh Lord, let a fresh anointing fill my soul. Fresh anointing fill my soul. Fresh anointing fill my soul. Let a fresh anointing fill my soul. Let it fill my soul. Let it fill my soul. Oh Lord, from the crown of my head to the tip of my toe. Fresh anointing fill my soul. Upako mpya ijaze roho yangu. On the day of Pentecost, Peter stood up to preach the word. 3,000 souls were saved because fresh anointing was on the message heard. Petro alisimama kuhubiri siku ya Pentekoste kwa sababu upako mpya ulikuwa juu yake. Upako mpya jaza nafsi yangu. Let it go, let it feel every part of my body. Fresh anointing fill my soul. On an island all alone. Najiuliza maandalizi yalikuwa ya muda gani ya kushonea watu wote hawa. Hizi muda unaotumika. Alafu mazoezi. Kushikana pamoja. Mambo mazito kutoa kweli. Hakika kuna upako mpya. Let it fresh anointing. Let it fill my soul. In my life, I praise day. Let your spirit take control. Atamalaki And Bwana. all my will melt into yours. Hebu mapenzi yako na mapenzi yangu yeyuke katika yako. Na upako na nguvu ujaze nafsi yangu. Let it fill my soul. Alpha revival. Let it flow through my soul. Walk in my life. Wahudumu wamejiandaa namna hii. Wapokeaji wamejiandaaje kupokea baraka ambazo Mungu amewatayarisha watu wake. Hapana shaka kutakuwa na baraka kubwa leo. Let it fill my soul. Alpha revival. Walk in my Hebu life. kuwe na uvio wenye uamsho ndani yako. Tenda kazi katika nafsi yangu Bwana. Hebu upako mpya ujaze roho yangu. Let it fill my soul. Lord, our hearts are open. From the crown of our heads to the sole of our feet. Let the heavens be open. And let the anointing flow. From your throne, there is enough anointing to come upon every hand. Kuna upako And wa those kusaidia kila flesh. mtu. And that's why we are here ready. Ndio maana tuko hapa. With our hearts open up, our faith lifted, our spirits turned, Roho zetu let the anointing zimehamasika. flow. Hebu upako na uachiliwe kuliko awali. Let it fresh, let it fill my soul. Hebu jaze roho yangu. Lord, walk in my life.
Haleluya. Haleluya. Amen. 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 Pako mpya ujaze nafsi yangu. Bwana apewe sifa. Bwana asifiwe. Na wakaribisheni katika kipindi kichema cha utembeaji wa roho kupitia mchungaji WF Kumui. Na furaha kwa ajili ya mtumishi kunipatia fursa hii. Hebu Bwana endelee kumtia nguvu kwa ajili ya kazi ya Bwana. Shukuru mama yetu katika Bwana kumsaidia baba yetu. Hebu Bwana mpatie nguvu katika jina la Yesu. Amen. Tusimame tunapomwabudu mfalme wa falme, Bwana wa bwana, mzee wa siku. Inua mikono yako, ungane na Bwana Yesu. Taingia nywani kwa Bwana kwa shukrani. I have never seen your kind and devoted to your praise. Umejitoa kwa ajili ya sifa And zako. forever to you are good. You are kind. We have never, wherever you are, let your heart connect to Jesus. That is it. I want you for Aina yako ya upole. Umejitoa kwa ajili ya sifa zako. Are you grateful wherever you are? Oh, you are good. Je, una shukrani popote pale ulipo? Inuka pale ulipo, mwambie Bwana, asante Bwana kwa sababu ya wema wako, fadhili zako. Oh, and to your praise now and forever. Yeah. Listen. You are love. Upendo, nuru, You make everything alright. wafanya yote kuwa sawa. Yet devoted to your praises, and forever to your name. You are love. You are love. You make everything right. Oh, you're devoted. You're devoted to your sacrifice, to your praise. Oh, you are love. You are love. You make everything alright. Your creation is just so beautiful. We see your glory everywhere we go, and forever. Tutatoa sifa kwa jina lako milele. Toka kupambazuka kwa jua hadi kuchwea kwa jua, yote ni sawa. Jina lako linatukuzwa. From the rising Toka mapambazuko hadi machweo, jina lako latukuzwa. grace, yeah,
Imba kwa maneno yako mwenyewe, mwambie Bwana unatukuzwa. Tamka maneno yote yale, mwambie Bwana watukuzwa, toka kupambazuka kwa jua mpaka machweo. Tamka maneno. Jiunge na mwimbaji, usishangae tu, tamka tu maneno, mwambie Bwana wewe ni wa kutukuzwa, ni wa kuabudiwa. Kifuatisha wimbo vema, usipoweza tamka tu maneno, msifu Bwana. Mwambie Bwana umetukuzwa. Wapendwa, ndio kazi yetu kumtukuza Bwana. Shetani anaona gele, napenda watu wamhimidi yeye kwa matendo yake maovu. Wewe inua sauti yako, mwabudu Bwana. Ndio maana tuko mahali hapa. Ndio Bwana, wewe ni Adonai. Ndio Bwana, wewe umestahili kupewa sifa. Tukuze Bwana. Usijiulize nafanya nini mahali hapa, mtukuze Bwana. Ndio Bwana anakutukuza. Hata kimya kimya tu endelea kumtukuza Bwana. Hata kimoyo moyo endelea kumpa Bwana sifa. Usiangalie tu na kusema Bwana tunafanya nini hapa, kwa tunaangalia tu picha. Mtukuze Bwana. Malaika wanainuka na kuimba, wanasema mtakatifu, mtakatifu ni Bwana. Mtakatifu. Malaika wanainuka na kushuka wakiimba mtakatifu, mtakatifu. Wewe ni Bwana wa mabwana. Tukuze Bwana. Wanaimba tu mtakatifu, mtakatifu. Tukuze Bwana. Hata kimoyo moyo mtukuze Bwana. Usishangae tu unasema mbona tunaangalia. Mtukuze Bwana. Ndio jambo kubwa. Mwambie Bwana umestahili, umestahili, wewe ni Bwana. Malaika wanapanda na kushuka wakiimba mtakatifu, mtakatifu ni Bwana. Ukijua shetani anavyokuonea wivu, angalau akutoe kwenye kumwabudu Bwana ukamtukuze, ungelipaza sauti yako kwa maneno yoyote unayojua kumwambia Bwana umestahili. Anakuonea wivu, anatamani unyamaze, utoke uende zako tu, usiungane na wengine kumsifu Bwana. Naona wivu. Ndio Bwana anakutukuza. Bwana anakupa sifa. Umestahili, umestahili, wastahili. Ndivyo ndugu zetu wanavyoimba, wastahili. Hilo tu. Wastahili Bwana, wastahili. Wastahili Bwana, wastahili. Tamka tu maneno hata kimoyo moyo, mwambie Bwana wastahili, wastahili. Kama kutakuwa na kumsifu, hata mifupa itamsifu Bwana. Wewe ni Mungu mkuu. Nchi inainua sauti zake. Nchi yote inainua sauti na wanaimba. Hii mifupa itaimba. Wewe ni mkuu Bwana. Wewe ni mkuu Bwana. Bwana nitakusifu. Mwimbaji anasema hata mifupa yangu hata kama hakuna pumzi, mwambie Bwana itakusifu, kwani pumzi ni yako. Bwana anamimina sifa kwako. Natoa sifa kwako. Toa sifa kwako. Wewe ndio umenipa pumzi. Kwa hiyo Bwana, kwa pumzi hiyo natoa sifa kwako. Ni wewe tu wa kupewa sifa. Amen. Usitake mpaka uwe na sauti nzuri sana mpendwa. Tukuze Bwana, mwambie Bwana umestahili Bwana, kwa sababu pumzi ni yako katika mapafu yangu. Kwa hivyo natoa pumzi hii kukupa sifa. Pendwa, tukuze Bwana. Pumzi uliyokuwa nayo itumie. Kuna wakati utatafuta pumzi usiione ya kumsifu Mungu. Huu ndio wakati unayo pumzi, msifu Bwana. Mwambie Bwana nakupa sifa na kutukuza. Wewe ni mkuu. Wewe ni mkuu Bwana. Tamka wewe ni mkuu Bwana. Kabla hawajakuletea nguvu nyingine ya kupumua, unayo pumzi sasa, msifu Bwana. Tunamimina Bwana sifa za moyo wetu. Tutakuabudu Bwana, tutakupa sifa. Tunayo pumzi Bwana, tunakuabudu. Tunayo pumzi katika mapafu yetu. Kwa hivyo Bwana tunakutukuza. Anasema mwimbaji, tuna pumzi katika mapafu, kwa sababu hiyo Bwana nakutukuza. Wastahili Bwana. Wewe Bwana wastahili.
wastahili. to assure you Tutakuhakikishia Bwana that all your requests ya kwamba haja zetu zote from the same great God. zitatendewa kazi na huyu Mungu And I want mkuu. to believe that Nataka tonight kuamini ya kwamba jioni ya leo kila mahitaji yako yote yatahudumiwa. before you condition of the other. I stand before you today to tell of my testimony. Kila magonjwa yataponywa, kila shida itaondolewa. And I want to believe Kwa utendaji wa Roho Mtakatifu, nataka kuamini Mungu ya kwamba Mungu yuko mahali hapa bring you na out baraka yake. sin and addiction. In the name of Jesus. Jina lake Yesu litalete nguvu katika maisha yako. My Savior bled, and did my soul bring down. This is my testimony. Oh, did it go that sacred for souls? Oh, Mwokozi alikufa kwa ajili ya mtu kama mimi. Bila kumwimbia Bwana, mwambie Bwana asante. Imba mpendwa, imba. Mizigo yangu iliondolewa. Mwambie Bwana asante. Ni pale kwa imani sasa nilipata, sasa ninayo furaha. Mungu bado yuko hai. Ndio kuna ule msalaba pale. He shed his blood for you to be redeemed, to be transformed. And the blood is on my eyes. Oh, run away. I receive my sight. Oh, I have a question for you. Have you been Nalo swali Bwana. Are you washed in the blood of the Lamb? Are you covered on this spotless are you white as snow? Are you washed in the blood of the Lamb? Are you Mwambie Bwana nimeoshwa kwa damu ya mwana kondoo. Thibitishie Bwana shukrani zako, hakika yako kwamba Bwana kwa damu yako umenitakasa. Imba ukimtukuza Bwana. Kuna jina jipya limeandikwa katika utukufu na ni langu. Wanakwaya kamata mic up, ni langu. Jina jipya utukufu. Kuna vazi jipya na malaika wanaimba.
Namwona mwenye dhambi anarudi nyumbani. Malaika wamejiandaa na vazi, wanaona mwenye dhambi anakuja. Kuna jina jipya tayari limeandikwa katika utukufu. Inawezekana kama jina lako na hilo jina ni langu. Oh, ndio, ni langu. Dhambi zangu zimesamehewa. Ninaelekea mbinguni, wala si wa kutangatanga tena. Ndio, jina jipya limeandikwa katika utukufu. Je, ni jina lako? Je, litakuwa ni jina lako jioni ya leo? Imba ni jina langu, imba ni jina langu. Kuna wito wa wokovu leo. Hilo jina ni langu. Je, jina lako limeandikwa? Yesu akija una hakika? Je, akija sasa una hakika jina lako limeandikwa kule juu mbinguni? Kama hujampa Yesu Kristo, njoo hujampa Yesu maisha yako, njoo kwa Kristo leo. Kuna jina jipya linaandikwa utukufuni. Jina hilo ni langu. Ni langu. Nilikuwa nimefungwa na vifungo vya shetani, nimefunguliwa. Nimekombolewa. Bwana apewe sifa. Jioni ya leo ni jioni yako. Nimefunguliwa kwa neno lake. Nilikuwa nimefungwa na vifungo vya shetani. Wanakuwa yakutafute maneno ya Kiswahili ya wimbo huu, ni maarufu sana. Kiingereza hatuna Kiswahili chake. Unaweza ukaja kwa Kristo leo, shauku yako ijulikane kwa Bwana. Nilikuwa nimefungwa na minyororo ya shetani, nimefunguliwa. Bwana apewe sifa. Aliwaponya wote, vipofu wakaona, walio wagonjwa. Kila aliyekuja, haijalishi alikuwa ana mateso kiasi gani, tuna hakika ya kwamba uponyaji wa kimungu waliupata. Aliwaponya wote. Aliwaponya vipofu, vilema na walio viwete, walio wagonjwa mwilini na walio dhaifu. Kila aliyekuja, haijalishi mateso yake, haijalishi una tatizo gani, wewe njoo. Tuna hakika kwamba kuna dawa ya kimbinguni kuwaponya wote. The sick, the discouraged, the disheartened. There's no discrimination with Jesus. Just call us you have. We're sure to surrender to you. Tuna uhakika wa dawa ya kimbinguni kupatikana. Amen. Amen. You are here, moving in this place. I worship you. I'm sure that is here. Na kuabudu Bwana. Na hakika uko hapa. Na kuabudu Bwana. You are here, Uko hapa, moving in watembea na yupo
ulipo Bwana, natembea katikati yetu We sasa. worship you. Twakuabudu Bwana, We worship twakuabudu. for you are Waymaker, miracle worker, Wewe unatengeneza njia, mfanya maajabu, mtazaa agano, nuru katika giza. Mungu wangu, hakuna kama wewe. Tengeneza njia, tenda maajabu, shika maagano, nuru katika giza. Mungu wangu, wewe ndivyo ulivyo, That is who you are. ndivyo ulivyo. That is who you are. That is who Ndivyo ulivyo. you are. Amen. That is who you are. Sema tu kwa maneno yako ya Kiswahili, wewe ndivyo That is ulivyo. who you are. Tengeneza njia, fanya maajabu, That is who you nuru katika giza. are. Wewe ndivyo ulivyo. The Spirit of the Lord is moving. Roho wa Bwana That is anatembea who mahali hapa, you ndivyo alivyo. are. Anatembea mahali hapa, ndivyo That is alivyo, who you are. ndivyo ulivyo wewe. That is who you are. The miracle worker. Tenda maajabu. The God of all solutions. That is who you are. Naitwa Tola Walase, That is who you are. macho yetu Tola Walase. That is who you are. That is who you Upako are. wa sifa na kuabudu. That is who you are. Tulia, kumvuta ulipo. He touched me. Oh, Bariki sana. he touched me. Ulinigusa, alinigusa, And oh, na ilikuwa furaha iliyoje iliyojaza nafsi yangu. something Kitu kikatokea, happens. And na sasa I know najua he touched me. alinigusa, In me. akanifanya Wherever mzima. you are going to sing that song. Popote pale ulipo Bwana, na kugusa sasa. Kanigusa, kanigusa. Unakwaya, tubebe hapo. God is moving. And oh, Unaimba kwa maneno yako mwenyewe, Bwana na kugusa. Ndipo unajua unatembea, unanigusa. Simama ulipo pale, usikae tu, shetani asikufanye ukose wakati huu wa kutembelewa na Bwana. Simama pale ulipo, endelea kumwamini Bwana na tembea. Najua amenigusa na kunifanya mzima. Amen. 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 Makofi kwa Bwana Yesu. Haleluya. And everybody say, Na kila mmoja tuseme amen. all right, tell that person tonight is your Mwambie ndugu yako, jioni ya leo ni jioni yako. tonight. Jioni ya leo An ordinary sio tu kutaniko la kawaida. prepared Mungu ameandaa watumishi wake, sauti ya kiulimwengu, mtu ambaye maisha yake yanahubiri kuliko hata sauti yake, whose ministry yeye ambaye huduma yake imekuwa na mnanga katika utakatifu, mafundisho yenye uzima, utii usiokuwa na kuyumba kwa neno la Mungu. Ni mtumishi wa Bwana mwenye upako mbichi, ameinuliwa kwa majira kama haya. is an apostle, Yeye ni mtume wa uamsho, a prophet, yeye ni nabii mwenye uthibitisho, yeye ni mwinjilisti wa kimataifa, mchungaji wa wachungaji, mwalimu wa haki na baba kwa mamilioni katika imani. Amen, amen. Hebu watu wa Mungu wapendwa, kwa furaha na heshima, ungana nami tunapomkaribisha hapa madhabahuni mwangalizi wa makanisa ya Deeper Christian Life Ministry, mchungaji Dr. W.F. Kumui. Karibu baba. Asante sana mchungaji. Kila mmoja wenu, Bwana asifiwe. Jioni ya leo ni maalum kwa ajili yako. Amen. Bwana atakwenda kukugusa jioni ya leo, na kwa sababu kuna uamsho, kuna sauti ya uamsho ndani ya nyumba, na GCK hii ya mwezi huu wa kwanza
itakufanya kuwe na mguso uliohalisia wa upako mpya, miujiza mipya na nguvu mpya katika maisha yako kwa jina la Yesu. Amen. Amen. Kwa wale wote ambao mpo katika maeneo mbalimbali, katika mataifa mbalimbali, katika ulimwengu mzima, na meungana pamoja na ndugu zetu katika kituo mama huyo Aqua Iboma, kitu kikubwa kinakwenda kuja kutokea. Ule upako ambao unavunja kila nira, huo upako utatenda kazi katika kila maisha. Najua kuna mtu naongea naye pale. Amen. Yuko wapi nazungumza naye? Uko wapi? Uko wapi? Baba, tunakushukuru na kulibariki jina lako. Bwana, wewe uliye Mungu mkuu, Bwana mwenye upendo mkuu, mwenye neema kuu, tukuomba Bwana kwamba jioni njema ya leo hakuna atakayeachwa. Kila mmoja atapata kuweza kuwa na mguso na kionjo cha nguvu zako kwa jina la Yesu. Bwana, wokovu utakuwa ni kwa kila mmoja ambaye bado hajaokolewa, kurejeza kwa kila mmoja ambaye amerudi nyuma, uponyaji kwa ajili ya kila mmoja, muujiza kwa ajili ya kila mmoja, na ukombozi na mamlaka kwa kila mmoja kwa jina la Yesu. Amen. Hakutakuwa na yeyote atakayeondoka mahali hapa jioni ya leo akiwa mikono mitupu. Jaza kila mmoja kwa ile nguvu ambayo inavunja kila nira. Tukushukuru Bwana kwa sababu tunajua kwamba imekuwa. Kwa jina la Yesu tumeomba. Mungu akubariki. Unaweza ukaketi kama ulikuwa umesimama. Tunatazama Mithali sura ya 4 mstari wa 23. Linda moyo wako, kwa maana ndiko zitokazo chemchem za uzipo kuliko na chemchem. Linda moyo wako kuliko yote ulindayo, maana ndiko zitokako chemchem za uzima. Katika hali ya kawaida, katika mwili, moyo wako ndiyo chimbuko hasa la maisha yako. Kama una nguvu ni moyo wako, ndiyo. Kama ni dhaifu, ina maana moyo wako ni dhaifu. Kama una aina ya kuwa namna ya kulema ni moyo wako. Kama unasonga mbele ni moyo wako, kwa sababu moyo ndio unaotupatia zile chemchem za uzima. Katika ulimwengu wa roho pia, wokovu wako ni roho yako. Ukombozi wako unatokana na hali ya moyo wako. Uponyaji wako unalingana na hali ya moyo wako. Na ndio maana nasema tunza moyo wako, linda moyo wako kuliko vyote ulindayo. Unakuja kwa Bwana, unakuja kwa moyo wako, na kitu chema kitakutokea mahali pale ulipo. Na unapokuja si tu kuja kwa mwili wako tu, ndio mwili wako lazima uje mahali hapa, sababu moyo wako ndio unaongoza mwili wako ni wapi pa kwenda na ni wapi pa kuweza kukaa. Na moyo wako umekuongoza wewe uje hapa, na sasa umekuja katika ule uwepo wa Bwana, na anatuambia hapa ya kwamba toka katika moyo wako ndiko zitokako chemchemi za uzima. Na kwa hivyo upako tunauzungumzia, Kristo ndiye aliye na upako huo, sababu Kristo yeye ndiye aliyepakwa mafuta. Angalia Matendo ya Mitume sura ya 10 mstari wa 38, jinsi Mungu alivyomtia mafuta Yesu Kristo wa Nazareti. Hebu ule upako ndio huu tunaozungumza, upako wa Kristo, upako wa Yesu Kristo, unaokoa, unaoponya, unaokomboa, unaovunja kila nira. Jinsi Mungu, habari za Yesu wa Nazareti, jinsi Mungu alivyomtia mafuta kwa Roho Mtakatifu na nguvu. Kuna nguvu ambayo yaja kupitia Bwana wetu Yesu Kristo, na kila tatizo katika maisha yako, ile nguvu itavunja na kuharibu na kuondoshia mbali kila aina ya nira kwa jina la Yesu. Na ye alitiwa mafuta kwa Roho Mtakatifu na uweza na nguvu, naye akazunguka huko na huko akitenda kazi njema. Kila mahali Yesu anapopafika anatenda mema, na anakuja kwako jioni ya leo, atatenda mema kwako katika maisha yako. Atatenda mema katika moyo wako, na atatenda mema katika mwili wako, atatenda mema katika familia yako kwa jina la Yesu. Alizunguka huko na kule akitenda mema na kuwaponya wote, sio baadhi, na kuwaponya wote. Jioni ya leo
vipofu watapata kuponywa, na viziwi watakwenda kusikia, na waliolemaa na wasiokuwa na nguvu wataponywa. Twajuaje hayo? Sababu Yesu Kristo atakwenda kufika kwako pale ulipo, na yeye atatenda mema katika maisha yako, na atakuponya. Anawaponya wote ambao wameonewa, akawaponya wote walioonewa na Ibilisi, kwa maana Mungu yuko pamoja naye, kwa maana Mungu alikuwa pamoja naye. Mungu yu pamoja naye. Leo nazungumza nawe juu ya moyo mpya kwa njia ya Kristo mpakwa mafuta. Moyo mpya kwa Kristo mpakwa mafuta. Matatu tutakwenda kutazama jioni njema ya leo. Jambo la kwanza ni kupokea moyo mpya kwa maisha mapya. Mwaka mpya umekuja na maisha mapya kadhalika yamekuja kwako, na yale maisha mapya yana nanga katika yeye, na yanatiwa nanga katika ule moyo mpya. Na unajua kama jinsi moyo ulivyo ndivyo maisha yako hali kadhalika yanakuwa. Kama maisha yako yatakwenda kuwa mapya, basi moyo wako utapaswa kuweza kuwa mpya, na anatupatia huu moyo mpya ili kwamba tuweze kuwa na maisha mapya, maisha mapya ya furaha. Amen. Yangu maisha mapya ya shangwe, hayo ni yangu. Maisha mapya ya ushindi, hayo ni yangu. Sema hiyo, hayo ni yangu. Maisha mapya ya maendeleo, na hayo maisha mapya yanakuja kutoka kwa wale ambao ule moyo mpya unaopokea, na ule moyo mpya kwa ajili ya maisha mapya. Tunapoangalia hilo katika Yeremia 24:7 anasema, nami nitawapa moyo wanijue. Anasema mimi nitawapa. Hicho ni kipawa cha Mungu, na kipawa hicho kipo kwa ajili ya kila mmoja hapa leo, na kila mmoja anayesikia sauti ya mhubiri leo, popote pale ulipo na umeunganika hapa, Bwana anasema yeye ana zawadi kwa ajili yako. Nitapokea zawadi yangu, nitapokea ya kwangu. Na zawadi anayoitoa anasema, mimi nitawapa moyo wanijue. Utamjua kama muumbaji, moyo wa kumjua. Amen. Na moyo wa kupata kuelewa ya kwamba yeye ni muumba wangu, na kwa kuwa yeye ni muumba wangu, na kwenda kumpatia yote nilivyo, kila kitu nilicho, nitakwenda kumpatia yeye muumba wangu. Na utamjua kama mkombozi. Na maisha yetu wayajua yamekuwa yako yamepinduka, na tukajifanya sisi wenyewe kuwa watumwa kwa shetani. Tulijiuza tukawa watumwa kwa manyapara wa kiroho, na hatukuweza kujikomboa sisi wenyewe. Hatuweza kujikomboa au kujinunua kutoka katika lile soko la utumwa wa dhambi, na ndio maana anakuja ili atukomboe. Yeye ni mkombozi, na anayekuja kutununua sisi watumwa kutoka katika utumwa wa dhambi, alafu anakukomboa, na anakukomboa kwake yeye mwenyewe. Anasema nitawapa moyo wa kunijua kama mkombozi, nami nitawapa moyo wa kunijua kama mwokozi. Kama wewe umeanguka katika mtaro au katika shimo la dhambi, na uko tu pale, huna msaada wowote ule, hungeliweza kujiwezesha au kujisaidia wewe mwenyewe, ni yeye Mungu pekee. Mwanadamu mwovu hawezi kukusaidia. Muone mtu wa madawa ya kulevya, wazazi hawawezi kumsaidia, na watu wa saikolojia hawawezi kumsaidia, na watu ambao wanaotoa aina ya msaada wa kisaikolojia hawezi kumsaidia. Mtu yule yupo amezama katika mtaro wa madawa ya kulevya, lakini yuko Mwokozi ambaye anasema mimi nitawapatia moyo wa kunijua, kumjua yeye kama Mwokozi. Na unapoleta moyo wako wewe mwenyewe kwa Yesu, na anakupatia muamala mkuu, ili kwamba
yote ambayo yalikufanya wewe kuanguka katika ule mtaro wa dhambi, katika ule mtaro wa uovu na mtaro ule wa machukizo na ule mtaro wa mambo ya giza, atakwenda kupatia moyo wa kumjua upya leo. Na ni ule moyo, kumbuka, ni ule moyo ambao ndio unaazimu maisha yako. Na Mungu anasema ya kwamba analijua tatizo lako na anajua hitaji lilokuwa nalo, anajua jambo pekee, lile jambo la pekee ambalo unalihitaji, ambalo hilo ndilo litakaloweza kukusaidia kuweza kuwa na maisha yalo mapya, maisha mapya katika mwaka huu mwingine. Amesema nitawapa moyo wa kunijua kama muumbaji, wanijue mimi kama mkombozi wao, wanijue mimi kama mwokozi wao, wanijue mimi kama mkombozi. Na waweza kuona kwa ajili yetu sisi kuweza kuokolewa, kuna mambo mengine ambayo unaweza usione zile nguvu ambazo zinatenda kazi katika giza, mapepo ambayo yanazunguka huku na kule katika maisha, na pindi anapompiga mtu mapepo yale na kujing'ang'aniza na mtu yule, hayo mapepo ndio yanayoazimu kwamba huyu mtu anafanya nini na kusema nini na kwenda wapi, na hayo mapepo ndio yanayomdhibiti mtu yule maisha yake na kutaka kuangamiza maisha ya mtu yule. Na kuna jina moja tu ambalo wanadamu wamelipewa, ambalo kwa hilo mtu anaweza kukombolewa na kumwokoa yeyote kutoka mapepo hayo ambayo ni ya uangamivu na mapepo ya mambo ya kishirikina. Kunalo jina pekee, jina moja, Yesu. Na jina hilo linapokuwa limetamkwa na Kristo akaalikwa ndani ya moyo, basi wamjua kama mkombozi. Jioni ya leo nasema, jioni ya leo mimi nitawapatia moyo wa kunijua. Utamjua kama mponyaji, kwa sababu yeye bado yuwaponya leo, na jina la Yesu laponya. Lakini wajua, lazima uweze kuamini hilo katika moyo wako kwanza. Na kama ulikuwa na moyo usiokuwa na kusadiki, kama una moyo ambao unatia shaka kila kitu, hujui jinsi ya kuamini au namna gani au cha kuamini. Lakini Mungu yeye mwenyewe anapokupatia moyo wa kumjua yeye, na wale watu wa kale walivyomjua na walitambua tu kwamba nikifika kwa Yesu yeye ataniponya. Walijua tu hivyo, atanikomboa. Walijua hivyo, ataangamiza chochote ambacho kinajaribu kuangamiza maisha yangu. Walijua hivyo. Ni yeye ndiye anayetupatia sampuli hiyo ya moyo, ya kwamba wewe utamjua yeye kama mponyaji. Nami naomba ya kwamba jioni njema ya leo utamjua. Nasema utamjua. Amen. Najua wakati mwingine unaweza kununua kitabu, na pengine wewe ni mwanafunzi, au pengine ulikuwa zamani mwanafunzi, leo si mwanafunzi tena, na ukanunua kitabu hiki, na kile kitabu kinafundisha biolojia, umesoma sura ya kwanza ile, na ikikuwa na maana yoyote kwako ile sura ya kwanza, na alafu nikakwambia kwamba hichi kitabu kimeandikwa na nani, mwandishi nani, ambao kitabu chake ukielewi, unataja jina la mwandishi yule na unalijua lile jina, lakini imetokea ya kwamba yule mkuu wa shule amemwajiri mtu yule. Imetokea kwamba amemwajiri yule mtu ambaye ndiye ameandika kile kitabu cha biolojia, ili aje na kufundisha somo biolojia pale shuleni. Sasa yule mwandishi kama mwalimu sasa anasimama mbele yako, na yeye ndiye aliandika hicho kitabu ambacho wewe ukielewi, na anapoanza kuelezea sura ya kwanza sema sasa naelewa. Kwa nini? Kwa sababu unamjua hata mwandishi wa kile kitabu binafsi. Kuna vitu ambavyo hatujui. Nasoma Biblia, nasoma juu ya mtu ambaye anaweza kuokoa. Nasoma Biblia, nasoma juu ya mtu ambaye Bwana Yesu ambaye anaweza kukomboa na kubadilisha maisha ya watu. Lakini japo kuwa najua hiki, najua kile, na nadhani kwamba najua, lakini bado sina ule uzoefu hasa. Lakini sasa Yesu anakuja, na yeye yupo hapa, yuko mbele yako, anasema, tazama nasimama mlangoni nabisha, na kila atakayesikia sauti yangu na kufungua mlango nitaingia. Sasa unapomkaribisha Yesu katika moyo wako, yuko sasa ndani yako, si kwamba yuko mbali sana. Katika Mathayo sura ya 11 mstari wa 28, yuko mbali kabisa.
kwenye Mathayo 28. Sasa yuko na wewe pale sasa mlangoni pa moyo wako, na unafungua mlango wa moyo wako, anaingia ndani, unasema sasa mimi namjua. Unamjua jioni ya leo, atakuwa karibu sana nawe, utahisi uwepo wake pale ulipo. Na unapofungua mlango wa moyo wako, unamjua kama Mwokozi, kama mponyaji, kama mkombozi. Na kama mwamini, hebu niongee na wewe pale, yeye ni mtakasaji pia. Wewe mwamini, anatakasa mioyo yetu, anasafisha mioyo yetu. Na mara nyingi unajua watu wanahangaika, wanataka kuwa watakatifu, kuwa mtakatifu, kuwa wa haki, lakini mawazo yao yanarandaranda kwenda katika mwelekeo ndivyo sivyo. Lakini yeye anasema mimi nitawapatia moyo wanijue, wa kunijua kama mtakasaji. Unapomjua kama mtakasaji, anaingia, anatakasa moyo wako. Unasema Bwana apewe sifa, sio mahangaiko tena. Kwa nini? Kwa sababu amenipatia moyo wa kumjua, moyo wa kumwamini kama mtakasaji, moyo wa kumjua na kumwamini kama mtakasaji, kwa sababu anasema mimi nitawapatia moyo kunijua, ya kwamba mimi ni Bwana. Si nilikuwa, hapana, yeye ni atakachokuwa yu hivyo leo, ya kwamba mimi ni Bwana, mimi ni Bwana muumbaji, mimi ni Bwana mkombozi wako, mimi ni Bwana mkombozi wako, mimi ni Bwana mwokozi wako, mimi ni Bwana mponyaji wako, mimi ni Bwana ambaye ni mtakasaji wako. Anasema na mpate kujua ya kuwa mimi ni Bwana, nao watakuwa watu wangu. Amen. Mungu atakufanya wewe kuwa mwanaye, atakufanya kuwa bintiye. Anasema tokeni kati yao. Lazima ujiainishe wewe mwenyewe. Anasema tokeni kati yao, toka kati ya wale wao. Hebu toka kati ya wale wenye wafanyao dhambi, toka kati yao, kati ya watu ambao wanajinajisi wao wenyewe. Na anasema unapojiainisha namna hiyo, unapotoka namna hiyo, atakupokea. Jioni ya leo mbingu itakupokea, Mungu atakupokea. Na alafu anatuambia watakuwa watu wangu, nami nitakuwa Mungu wao, kwa kuwa anasema yeye atakuwa Mungu wako. Yeye mtoaji wa mahitaji yako katika maisha yako, yeye mkamilishaji wa kila kutokuwa na ukamilifu katika maisha yako, na yeye ambaye anageuza maisha yako kwa ajili ya ubora. Na anasema maana watanirudia kwa moyo wao wote. Unakuja kwa Bwana leo. Amen. Amen. Nasema unakuja kwa Bwana leo, na ujapo yeye atakupokea. Kamwe hata muacha yeyote amjiae, na ataka kusema naja. Amenikaribisha, wewe ni muumbaji wangu, natambua hilo sasa. Bwana sasa naja, alinikaribisha, na wewe sasa, wewe ni mkombozi wangu, ili kuninunua kutoka katika ile soko au gulio la utumwa wa dhambi. Bwana naja, wewe ni mkombozi wangu. Na nimekuwa nikihangaika na kuhangaika kujikomboa, sikuweza. Sasa unanipatia ule moyo wa kukukubali, wa kukupokea. Unanipa moyo wa kukuamini. Bwana naja, na kila ajae kwake yeye kamwe hata mkataa. Anakupokea leo, na anapokupokea leo, yeye anakupatia moyo mpya, anakupatia moyo mpya, kupokea moyo mpya kwa maisha mapya. Maisha mapya yanaanza kwako leo. Amen. Kile ambacho ulizoea kuwa hutakuwa hivyo tena, na kila ulikozoea kwenda hutakuwa mwendaji wa huko tena. Sikusikia ameni yako leo Dar es Salaam. Kile ambacho ulizoea kunywa hutakuwa mnywaji wa ovyo tena, na katika yale madanguro pengine ulikuwa unaenda, hutoenda tena huko. Niko nini? Ni kwa sababu kuna jambo jipya linatokea kwako leo. Anapokupatia
ule moyo wa kumjua. Na tuaje katika kipengele cha pili hapa. Moyo kipengele cha pili ni kupata afya mpya kupitia Bwana wetu, kwa Bwana wetu. Hebu mtu aseme afya mpya. Je, hiyo ndio sauti ya kutosha? Afya mpya. Utaipata hiyo afya mpya kwa jina la Yesu. Tunaangalia neno la Mungu katika kitabu cha Yeremia sura ya nzuri ya 17 ile kuanzia mstari wa 14. Mstari wa 14 anasema, uniponye Bwana nami nitaponyeka. Weza kuona uhakika hapa, kuna uthabiti hapa katika aya hii ya maandiko. Hakuna shaka yoyote katika aya hii, hakuna kutokuamini katika aya hii, hakuna pangine au labda katika aya hii. Anasema uniponye, sema uniponye. Atakuponya kwa jina la Yesu. Amen, amen, amen. Najua mtu yule ambaye alikuwa naomba hakutaja ule ugonjwa, yule alikuwa naomba hapa hakujua ugonjwa, sababu alijua kwamba haijalishi kwamba ule ugonjwa una jina gani. Kama ni Mungu ambaye unaongoza maombi yako kwake na unasema uniponye, yeye atakuponya. Naye anatenda kwa kimiujiza, na anatenda kwa namna ambavyo pindi tu unaposema inatokea. Amen. Kwa sababu yeye Mungu ameahidi. Kwa hivyo moja, unayo ahadi ya uponyaji, na kwa sababu unayo ahadi ya uponyaji na Mungu atatenda, Mungu atafanya kila kitu ambacho yeye amekiahidi. Anaahidi na yeye ni mtendaji wa kila jambo ambalo yeye mwenyewe amekwisha kulisema. Ndio, na pindi ambapo wewe unakuja kwake jioni njema ya leo na kumwambia Bwana, Bwana niponye, utaponywa. Na alafu utaponywa. Alafu pengine umejaribu hivi, umejaribu na vile, na kila kitu umejaribu, lakini vyote ulivyojaribu bado havijafanya kazi. Lakini kile ambacho Mungu anakufanyia jioni ya leo kitafanya kazi. Ni mkono usiokuwa unaonekana. Mkono wake usioonekana utagusa macho yako ambayo yamepofuka, na hayo macho yataona. Na mkono wake mkubwa wenye nguvu, huo mkono wake utagusa hayo masikio ambayo hayasikii, na hayo masikio leo yatasikia kwa jina la Yesu. Amen, amen. Na pengine ni vidonda vya tumbo, au ni saratani pengine, au tatizo la kiakili. Leo Bwana uniponye, niambia leo salia nami. Bwana uniponye nami nitaponyeka. Jioni ya leo uponyaji huo waja kwako. Kwa nini? Kwa sababu anasema mimi ni Mungu, maana mimi ni Mungu nami sibadiliki. Ametenda awali kwa wengine, yeye amefungua macho ya vipofu, yeye amefanya viziwi kusikia, amefanya bubu kunena. Kile ambacho alikuwa, yeye ndivyo alivyo leo. Namna nguvu yake ilivyokuwa awali, ile nguvu bado ndivyo ilivyo leo. Na kwa sababu yeye yu Mungu, habadiliki, na Kristo yeye aliye na upako, kwa sababu huyo Kristo yeye habadiliki. Yeye yule jana na leo na hata milele. Uponyaji wako sasa umekuja, na pindi tunapoliitia jina la Yesu, kwa sababu ni imani, kwa njia ya imani katika jina lake, ndicho kinachompatia mtu huyu ule ukamilifu mzima na uponyaji ambayo mnauona siku hii ya leo, na kuona ukiwa mzima tayari. Amen, amen. Na kuona ukifunguliwa tayari. Amen. Na kuona ukiwa mzima kwa uhakika, kwa msingi wa ule uhakika ulionao ndani ya moyo wako. Ni
swala la moyoni. Unakuja kwa moyo wako, unakuja kwa Bwana kwa moyo wako, na yeye amekupatia moyo tayari wa kumjua, wa kumwamini kama yeye ndiye mponyaji. Anakupa huo moyo kama mkombozi, na unasema Bwana, kwa moyo ulionipa niponye Bwana, nami nitaponyeka, nami nitaponyeka. Nahitaji amen kubwa hapo. Amen, amen. Sema niokoe nami nitaokoka. Amen. Wakati unapokuwa huna haya, huoni aibu, na unamwambia yeye Bwana hadharani, unasema Bwana, nahitaji wokovu. Sio jambo la kuonea haya. Kama mtu ameanguka katika kisima na angempasa kuzama pale, kama akizama pale anafia humo, lakini watu hawakujua, lazima apige kelele, nisaidieni, niokoeni. Kama anaona haya kupiga sauti watu wamsikie, basi atafia mwenye shimo lile la kisima. Mwenye dhambi, unajua, anayeona haya na hataki kusema niokoe Bwana Yesu, nami nikaokoka. Kama anaona haya kwa ajili ya Mwokozi na hataki kumwita wa kuweza kumwokoa, wala hatoi sauti yake ya kusikika, anakufa katika dhambi yake. Wewe hutokufa katika dhambi. Kwa hivyo mtu yule akasema wazi wazi, akasema hadharani, uniponye, uniokoe nami nitaokolewa, uniponye, uniokoe nami nitaokoka, kwa maana wewe ndiwe uliye sifa zangu. Baada ya kukuponya, wewe ndiwe sifa yangu. Baada ya kukuponya, wewe ndiwe uliye sifa zangu. Ina maana gani hiyo? Anakubadilisha sana moyo wako, anakubadilisha maisha yako sana sana, kiasi kwamba sasa maisha yako yanakuwa ni sifa kwake yeye Bwana. Maisha yako sasa yatakupatia Bwana, itampa Bwana utukufu. Na ndivyo tujuavyo kwamba mtu ambaye amekwisha kuokolewa, hivyo ndivyo tujuavyo kwamba mimi nimeokolewa. Lakini tunasema, mbona maisha yako hayaonyeshi sifa kwa Mungu? Wewe ulikuwa ni mwizi, bado uko katika uwizi. Hakuna mtu anampa Mungu sifa kwa kuendelea kubaki kuwa mwizi. Ulikuwa mwasherati au ulikuwa mzinzi, bado uko katika shughuli hiyo hiyo. Hakuna mtu anampatia Mungu sifa kwa kuwa mtu ambaye anabaki katika uasherati au zinaa. Wewe ni mtu mlevi na bado unabaki unakunywa kisirisiri. Hilo halimpatii Mungu sifa. Ni pale ambapo ile badiliko halisi lenye kuonekanika la uponyaji wa Bwana liko katika maisha yako, ndipo utakapoweza kusema Bwana apewe sifa. Watu watasema Bwana apewe sifa, huyu mtu amekwisha kuponywa kabisa. Hebu angalia mwanamke yule, mbona amekwisha kupona kabisa. Na kama umekuwa chini ya mkandamizo na chini ya mashambulizi, chini ya manyanyaso ya mapepo wabaya, na kama bado uko chini ya mkandamizo huo mapepo wabaya, na bado unazungumza kutoka katika akili iliyokuwa imepumbaa, hakuna mtu anampatia Mungu sifa kwa namna hiyo. Ni pale ambapo ukombozi wako umekuwa dhahiri, ni pale ambapo uponyaji wako unaonekanika, ndipo watu wanasema Bwana Yesu na apewe sifa. Huyo mtu alikuwa si wa kawaida, sasa amekuwa mtu wa kawaida, na ndipo watu ambapo wanaweza kumpatia Mungu sifa. Na anasema mahali hapa, uniokoe nami nitaokoka, kwa maana wewe ndiwe sifa yangu. Uniponye hila na mambo ya tabia za kimwili tena. Kuna maisha mapya, na kwa sababu kuna maisha mapya katika nafsi yako ambayo unaweza kuona, anasema basi wewe ndiwe uliye sifa yangu. Maisha yako yatampa Bwana sifa, uponyaji wako utampa Bwana sifa. Amen, amen. Na jioni njema ya leo, unaposimama kutoka katika ile kiti cha magurudumu, na kama ukikaa tu katika kile kiti cha magurudumu, hakuna mtu anayempa Mungu sifa kwa kuendelea kukaa katika kiti kile. Ni pale ambapo unanyanyuka kutoka katika kile kiti, sababu najua hakika ya kwamba jioni ya leo mponyaji wako atafika pale ulipo. Yeye atakukomboa pale ulipo, atakuweka huru pale ulipo, na halafu wewe utaweza kusema wewe ndiye mponyaji, ndiwe sifa zangu. Nipe amen kubwa hapo. Amen. Na najua mtu anapokuwa ameokolewa, kabla alikuwa hajaokolewa bado, kila mahali alipokuwa anakwenda ni gomvi tu, na kasirika tu, gombana huku na gombana kule, na
na kila wakati wake macho yake mekundukwa, na watu wanajaribu kumkimbia kwa sababu mtu mgomvi tu kila wakati, chokozi tu. Lakini sasa ameomba maombi, anasema Bwana uniokoe nami nitaokoka. Na Mungu amejibu maombi yake, kama ambavyo Mungu atajibu maombi yako leo. Coolness comes upon his face, the red eyeballs are... Macho yako tena hayako mekundu, chuki ile haipo tena, ugomvi ule haupo tena. Na tunamuona mtu yule wa zamani, na wanaweza wakaambia jirani zao, hivi jamani, mshamuona mama fulani? Hivi mshamuona baba fulani? Hebu njoo muone. Hebu usiseme sana, muangalie tu. Na huyu anakuja anasema, angalia, sema mbona sioni tena hasira, mbona sioni chuki, mbona sioni kinyongo, mbona sioni ugomvi tena katika uso wake. Alafu na mwingine anasema Bwana apewe sifa, sema ndicho ambacho nimeona, na mimi ndicho nataka wewe uone. Ni pale ambapo ile badiliko limetokea katika maisha yako, na ndipo ambapo utaweza kusema kwamba wewe ndiwe sifa yangu. Atabadilisha maisha yako leo, atakuokoa leo, na maisha yako yatakwenda kuwa tofauti kabisa kwa jina la Yesu. Amen. Hebu angalia kipengele cha 3 hapa. Tunaangalia namba 3 ni kuzitubia tabia za kale kwa ukombozi unaotambulika. Ukombozi unakuja kwako. Amen. Na unajua mtu ameuliza kwamba kwa nini huyu mtu mbona yuko namna hii, na ni kama wanasema mbona mwaka mpya huu, nami namuona mtu yule, namuona mwanamke yule, namuona kijana yule, namuona binti yule, na nikana kwamba mtu yule wa zamani kabisa, na tatizo lake la kizamani, maisha yake yale ya zamani, na vifungo vyake vile vya kale, mbona kama bado anavyo? Nasema naweza nikakuelezea hayo. Nasema zile tabia zake za zamani ambazo zimemwangusha mtu huyu, anaendelea nazo katika tabia hizo hata mwaka huu mpya. Badiliko la kalenda halibadilishi maisha, na mwezi wa 12 tarehe 31 au Januari mosi haibadilishi maisha ya mtu. Lile jina la siku Jumatatu, Jumanne, hilo halibadilishi maisha ya mtu. Lile badiliko la tabia ndilo ambalo linabadilisha maisha. Amen. Sababu maisha yanaundwa na tabia, na tabia zinaanzia kama kidogo, chembe ndogo. Unapoweka chembe moja na chembe nyingine, unapoweka kidogo ukaweka h kwenye neno la Kiingereza bit, ukaweka h na a, kunakuwa tabia. Na hiyo ni kama kamba inayomfunga mpaka zile kamba zinakuwa nene kiasi kwamba ile tabia ambayo ni kama nyuzi ya kumfunga mtu zinakuwa ile kamba haikatiki. Ni ile tabia ya zamani ndio inajenga maisha ya mtu. Kama kutakwenda asilani kuwa na badiliko la maisha katika mwaka mpya, sio swala la kubadilisha kalenda ndiko ambayo kunabadilisha maisha. Hapana, ni ile badiliko la zile tabia za kale ndicho ambacho kinabadilisha maisha. Na tabia zako za zamani hukuweza kuzibadilisha kwa nafsi yako mwenyewe. Kuna mtu yuko karibu na wewe pale, jina lake aitwa Yesu. Yeye ndiye atabadilisha tabia zako za kale zote kwa jina la Yesu. Na ni pale ambapo tabia zako zote za kale zimebadilika, ndipo sasa utaweza kuwa na maisha mapya na kufunguliwa kwa kupya kunakoonekana. Unakuja na unasema wewe Bwana ni mkombozi wangu, wewe ni mwokozi wangu, na unasamehe na unaweka huru. Na Bwana naja jioni njema ya leo, nami nataka kuwa na uhuru mkamilifu. Sasa ninapozungumza juu ya tabia, nini tabia? Angalia Marko, tabia gani hizo za mtu kufunguliwa? Marko 7:21 anasema, kwa maana ndani ya mioyo ya watu hutoka mawazo mabaya. Na ndipo yanapoanzia mawazo mabaya. Hayo mawazo mabaya yataleta utendaji mbaya.
ufanye jambo lolote lile isipokuwa kwanza umelifikiria jambo hilo kwanza. Ndiyo mawazo mabaya. Na mtu anapokuwa na mawazo mabaya na vitendo vibaya vitafuata asila lazima. Na anapokuja katika mwaka mpya bado ana tabia zile zile za mawazo mabaya, basi matendo mabaya yatafuata, utendaji mbaya utafuata, tabia mbaya na tabia mbaya zitalete maisha yale ya zamani mabaya. Anasema kutoka katika moyo wa mtu, kwa maana ndani ya moyo wa watu hutoka mawazo mabaya, uasherati. Hakuna mtu anayetenda uasherati bila kuufikiria. Ni yale mawazo ya uasherati yanayowapata na kuingiza na kuwafanya kuingia katika uzinzi. Hakuna mtu anafanya uasherati au uzinzi bila ya kwanza kufikiria mawazo ya zinaa. Mtu anayetaka kujinajisi yeye mwenyewe au kumnajisi mtu mwingine. Anasema wivi wa uaji. Hakuna mtu ambaye anaua bila kuwa na mawazo mabaya ya kiuaji. Mawazoni ndiko yanakoanzia. Mawazo mabaya kunako moyo ambayo hayaweki thamani yoyote yule kwa maisha ya mtu mwingineo. Hayo ni mawazo ambayo yanataka kulifanya tu hilo kwa sababu ya mawazo mabaya ambayo yako imejaa ndani ya moyo wa mtu huyo. Angalia mstari wa 22. Wivi, mtu anaibaibaje? Anaibaibaje bila kuwa na mawazo ya kumchukulia mtu mwingine kitu chake? Ni yale mawazo ndiyo yanayomfanya mtu nitaiba kile kitu. Hataki kufanya kazi lakini anaiba. Ni kutoka katika moyo wenye wivi ndipo ambapo mawazo yanakuja. Tamaa, katika moyo yale mawazo mabaya ndio yanayoleta tamaa mbaya na ukorofi. Mtu huyu korofi, na sio mikono yake, sio miguu yake korofi, wala sio mdomo wake mkorofi, ni moyo, ni mawazo mabaya. Yale mawazo mabaya ndio yanaleta ukorofi ule. Na haya yote yanapokuwa sasa yamerundikwa ndani ya maisha ya mtu, basi huyo mtu ni mtu mbaya, ni mtu mwovu, ni mtu mkorofi, ni mtu wa hila. Hila inakuja kutoka ndani ya mawazo mabaya. Na ni ule uovu ambao anawazia mtu kila wakati, anawaza kuwatapeli watu, maisha yake yatakuwa mabaya. Unaweza ukaita mwaka mpya lakini hakuna maisha mengine mapya. Hawezi kuwa na mwaka mpya, hawezi kuwa hana moyo mpya, hawezi kuwa na mwaka mpya, hawezi kuwa na maisha mapya. Ni ile badiliko la moyo, ni ile badiliko la tabia za kale ndiko kunakoleta badiliko. Na alafu anasema hila, ufisadi, kijicho, matukano, kiburi, upumbavu. Anasema katika mstari wa 23, anasema mstari wa 23, haya yote yaliyo maovu yatoka ndani, nayo yamtia mtu unajisi. Lakini nini cha kuosha dhambi zangu? Hakuna ila damu yake Yesu. Damu yake Yesu. Nipe amen kubwa hapo. Damu ya Yesu. Jioni ya leo unaoleta ule moyo wa zamani, wenye tabia za zamani, unaleta kwa Bwana na unasema Bwana, najua mawazo yangu yako namna hiyo, najua mawazo yangu, kwa hivyo vitendo vyangu vinakuwa namna hiyo, na tabia yangu inakuwa namna hiyo. Lakini Bwana, nahitaji wokovu wako, nahitaji msamaha wako Bwana, nahitaji usafi kutoka kwako. Itatokea leo, lakini lazima uweze kuuleta ule moyo wa kale na ile tabia ya zamani, unaleta kwa Bwana, na kutakwenda kuwa na badiliko kubwa, na kutakuwa na mageuzi makubwa leo katika maisha yetu yote pamoja, kwa jina la Yesu. Amen. Hebu angalia Ezekiel 18 pale na kusomea kuanzia mstari wa 30. Ezekiel 18 mstari wa 30, na taanzia katikati pale. Anasema tubuni, rudini mkagairi. Ni uamuzi ambao unauchukua. Anasema rudini mkagairi. Ana maana gani? Unageuka, umekuwa ukitazama kitu na sasa unageuka. Unapogeuka huwezi kuona kitu kile tena
Kwa sababu tayari umegeuka, unageuza uso wako kutoka katika kitu kile. Yule mwizi anageuka kutoka katika kile ambacho daima anakitazama ili kutaka kukiiba na acha. Na mtu wa tamaa anageuka kutoka katika kile ambacho daima amekuwa akitafuta, ambacho anakitamani. Na muasherati, mzinzi, watu wa zinaa wanageuka kutoka katika vile ambavyo huyo amekuwa akitazama daima. Na kwa sababu anageuka, ndipo sasa kunapokuwa na toba. Hebu mtu mbaya aiache njia yake, na mtu asiye haki ayaache mawazo yake, na arejee kwa Mungu wetu na kuomba na kumwomba. Alafu Mungu anasema naye huyo mtu atamsamehe na atamsamehe kabisa. Msamaha unakuja kwako leo, utakaso unakuja kwako leo. Amen. Leo na naona kana kwamba nawasikia sauti ya vijana, watu wazima. Hebu nipatie amen kubwa. Kwa nini? Kwa sababu yale maisha mapya ni kwa ajili ya kila mmoja. Ukombozi ni kwa ajili ya kila mmoja, na Bwana amjalie kila mmoja wetu kwa jina lake Yesu. Anasema tubuni mkagairi, anasema rudini mkagairi na kuyaacha makosa yenu. Wajua ni yule Farisayo ndiye ambaye atakuwa akiziungama dhambi zake. Anaungama dhambi za yule mtoza ushuru, na anasema yule mtoza ushuru anasema mimi sio kama yule Farisayo anasema mimi sio kama yule mtoza ushuru, mimi nafanya hivi nafunga, mimi sio kama yule mtoza ushuru. Lakini unajua hapa anasema nini? Hapa anasema unageuka we mwenyewe na unaondoa katika maovu yako, makosa yako. Basi hivyo uovu wenu hautakuwa uharibifu wenu. Kama ukiendelea katika ule uovu wa mwaka wa jana, utaharibiwa kama ambavyo ungeweza kuangamia katika mwaka wa kale. Na kama katika mwaka mpya utaendelea katika tabia za kale, zile tabia za kale zenye kuharibu, hata katika mwaka mpya uharibifu utakuja, maangamizi yatakuja, hukumu itakuja. Ni katika toba ambapo ukombozi unakuja. Ni katika kugeuka kwa nafsi yako ndipo ambapo maisha mapya yataweza kuja kwako. Maisha mapya utayapokea kwa jina la Yesu. Amen, amen, amen. Angalia mstari wa 31, tazama pale vizuri. Anasema tupilieni mbali nanyi makosa yenu yote mlioyakosa, jifanyieni moyo mpya. Unaweza kuona hilo. Moyo wa mtu ndio swala hasa lenyewe, na swala hasa linahusu moyo wa maisha mapya kwa ajili ya ukombozi, kwa ajili ya maisha mema yenye kufanikiwa ya mwaka mpya. Moyo wa jambo hilo ni jambo la moyoni, na ndio maana anatuambia mahali hapa, anatuambia wazi kinaganaga, anasema jifanyieni moyo mpya na roho mpya. Mbona mnataka kufa, enyi nyumba ya Israeli? Mimi sitokufa. Amen. Nasema sitokufa. Amen, amen. Kwa hivyo lazima nitupilie mbali ile sumu ya kujiua, lazima utupilie mbali. Unajua kama unasema tume sitakufa na alafu una sumu unatumia ambayo ulinunua katika mwaka wa jana, na hukumwaga ile chupa ya sumu na kumimina kila kitu na kutupilia mbali ile chupa katika shimo la taka, na bado umeshikilia ile chupa na unasema sitakufa, mimi sitakufa, na halafu kuna kitu kinasukuma mkono wako ili kuitoa tena ile sumu, na unaimeza tena na unasema sitakufa, mimi sitakufa,
mimi sitakufa. Vitendo vyako vinapingana kabisa kabisa na maungamo yako, na pindi ambapo vitendo vyako vinapingana kabisa na maungamo yako, haifanyi kazi. Lakini ni pale ambapo unapokuwa umegeuka sasa kutoka katika ule utu wa kale na kusema ya kwamba maisha ya kale hapana tena, vitendo vya zamani hapana tena, na kila aina ya mwenendo wa zamani hakuna tena, na alafu sasa unasema mimi sitakufa. Sasa nakubaliana na wewe ya kwamba hapo sasa utakufa. Wakati unapokuwa umegeuka kutoka dhambi, umegeuka kutoka katika uovu, umegeuka kutoka katika kila aina ya tabia za kale za mwaka wa jana, na alafu sasa kwa toba ile waja kwa Bwana, hata ule ugonjwa katika mwili wako ambao utaka kuangamiza, nasema hasha, hutakufa kwa jina la Yesu. Amen, amen. Na kwa hivyo anasema enyi nyumba ya Israeli, kwa nini mwataka kufa? Angalia mstari wa 32, angalia vizuri mstari wa 32, anasema maana mimi sikufurahii kufa kwake afae. Amen. Hataki wewe ukafa, anataka wewe uishi na utakwenda kuishi. Hataki ule ugonjwa ukuue, anakutaka uwe mzima na utakwenda kuwa mzima, utaponwa. Lazima unipatie amen kubwa ya imani. Amen, amen, amen. Anasema mimi sikufurahii, mimi sipendezwi, mimi sifurahii, maana mimi sikufurahie kufa kwake afae, asema Bwana. Basi gairini mkaishi. Utaishi. Nazungumza na mtu pale, wewe utaishi. Amen. Sema nitaishi. Amen. Ukombozi unakuja kwako leo kwa jina la Yesu. Amen. Wokovu unakuja kwako kwa jina la Yesu. Amen, amen. Uponyaji, afya, ukombozi, mamlaka unakuja kwako kwa jina la Yesu. Amen, amen. Baraka juu ya maisha yako leo kwa jina la Yesu. Amen, amen. Unafanya nini sasa ili kwamba ule wokovu uweze kuja kwako? Wafanya nini ili ule msamaha uweze kuja? Wafanya nini? Na ili kwamba ule uhuru uweze kuja, wafanya nini? Unageuka bali na kila aina ya dhambi zako za utu wa kale, na alafu sasa unaomba maombi. Unamwambia Bwana, uniokoe nami nitaokoka, unisamehe Bwana nami nitasamehewa, na kila atakayeliitia jina la Bwana, ataokoka. Amen. Nazungumza juu yako, nasema nazungumza juu yako wewe, na tunamshukuru Mungu kwa ajili ya wokovu wako leo, na maisha yako yatakuwa ni sifa kwa Mungu wetu. Na alafu kama umgonjwa kwa namna yote, yule magonjwa makubwa madogo, leo umeponywa. Na tunaposema niponye nami nitaponyeka, wewe uponyaji wako ni hakika 100% leo kwa jina la Yesu. Amen. Twajua cha kufanya, twaja kwa Mungu aliye mtakatifu, na sisi twaja kama wenye dhambi na watu dhalimu na watu waovu, na hatuwezi kuleta uovu wetu kwa Mungu na kufurahia katika uovu. Na nasema Mungu, kama unataka kuniokoa, mniokoe. Mimi ni mtu mbaya na nitaendelea na uovu wangu. Utakwenda kuokolewa namna hiyo. Ni mwenye dhambi na bado nataka kuendelea katika dhambi zako, naipenda dhambi yangu, lakini Mungu mtakatifu, Bwana, hebu puuza dhambi yangu, hebu Bwana niendekeze kwa dhambi yangu. Hapa Mungu aseme namna, Bwana ametuambia cha kufanya, anasema geuka, gairini kutoka katika uovu wenu, ili kwamba uovu wenu, dhambi yenu haisiweze kuwa uharibifu wenu. Na unapokuja jioni njema ya leo na kumwambia Bwana kwa moyo uliopondeka, naja moyo wenye huzuni kwa ajili ya dhambi, Bwana naja, nimekuwa mtu mwenye dhambi, lakini Bwana naja kwa tumaini, naja kwa imani, sababu Yesu Kristo alikufa kwa ajili yangu katika msalaba wa Kalvari. Nami namkuomba Bwana, napogeuka kutoka dhambi yangu, katika uovu wangu, Bwana niokoe.
nami nitaokoka. Unaamini hilo? Unalikubali hilo? Utakwenda kulifanya hilo? Mungu akubariki sana. Nasema Mungu akubariki mno. Namisha kichwa, fumba macho yako. Umemaanisha sasa Mungu amefungua kitabu cha uzima juu mbinguni. Kitabu cha uzima kinafunguliwa na anayo kalamu mikononi mwake. Anataka aliandike jina lako kati ya watu ambao wako hai, kati ya ambao hawatakufa kifo kisichokuwa cha lazima, na watu ambao watapona ile hukumu inayokuja. Anataka aliandike jina lako sasa, lakini anakungojea wewe ili kwamba wewe ukamkubali msamaha wake, utakubali ukombozi wake, utakubali wokovu wake, na utaikiri dhambi na kuiacha ile dhambi na kusema, Bwana uniokoe, nisamehe yale niliyozoea kuyafanya. Bwana, sitaendelea kuyafanya hayo. Kule nilikozoea kwenda, Bwana, sitakwenda tena, na zile tabia mbaya za kale, Bwana, sitaendelea nazo huko. Namisha kichwa, fumba macho. Kama unao wokovu wako sasa na unaupata ule msamaha sasa, na unageuka na kuacha kutoka katika uovu wowote ule ambao umefanya, uko wapi? Nyosha mkono wako pale ulipo sasa. Nyosha mkono wako pale ulipo, na mwambie Bwana, mimi hapa Bwana, mimi hapa Bwana, naziungama dhambi zangu Bwana, niko hapa, natubu. Bwana, uko hapo, unasema mimi niko nageuka Bwana, na acha njia zangu zote. Nyosha mkono wako. Mungu akubariki pale ulipo. Mungu akubariki sana pale ulipo. Kama unanyosha mkono wako, basi utasimama pale ulipo, utasimama. Kama umenyosha mkono wako, tafadhali simama. Nyosha mkono wako. Kama umenyosha, simama, na utamwambia Bwana kila tabia za kale, Bwana, nageuka, naziacha. Kila mwenendo wa kale nageuka kuziacha. Sitaki dhambi iniangamize. Sitaki uasherati uniangamize. Sitaki zinaa iniangamize. Sitaki wizi, uibaji, hila, utapeli uniangamize. Bwana, naja. Mwambie Bwana pale ulipo sasa. Anasema kama tukiziungama dhambi zetu, lazima ufanye hilo, na huungami dhambi ya watu wengine, ni ya kwako wewe. Kama tukiziungama dhambi zetu na kuziacha, yeye ni mwaminifu na haki hata kuturehemu. Mwambie Bwana pale uliposimama sasa. Wewe uliyesimama, mwambie Bwana, naja. Mwambie Bwana, naja, niokoe nami nitaokolewa. Niokoe nami nitaokoka. Huu ndio wakati pekee ambapo wataliandika jina lako kwenye kitabu cha uzima juu mbinguni. Alafu utakuwa ni mstahiki wa kuingia mbinguni. Umezikiri, umeziungama, umeziacha dhambi zako, umemkiri, umeungama, umemkiri Yesu, umemuungama kama Bwana Mwokozi wako, basi ndipo anavunja, anafuta ile tabia ya kale. Anakupatia moyo mpya, maisha mapya, na ukombozi unaoonekanika. Fanya hivyo. Maanisha, Bwana, naja kwako, na Bwana, sitarudi katika dhambi zangu. Sema na umaanishe, naamini ulikufa kwa ajili yangu katika msalaba wa Kalvari. Nimekuita nami najua msamaha wako kwa neema,
kwa rehema zako, kwa pendo lako, msamaha wako umekuja kwangu. Amini ndani ya moyo wako, kiri kwa kinywa chako, nawe utaokoka. Kwa jina la Yesu tumeomba. Umesimama na umemaanisha kwa moyo wako mzima ya kwamba umelete moyo wako kwa Bwana. Sasa nyosha mkono wako, naomba kwa ajili yako wewe uliyempa Yesu Kristo maisha yako. Umesimama, tafadhali nyosha sasa mkono wako. Mungu akubariki. Umemaanisha moyoni mwako, unamaanisha kabisa ya kwamba sasa unageuka kutoka katika dhambi na dhambi yako ambayo umezoea. Unageuka kutoka katika tabia yako mbovu, ovu ya kale, na unaamini ya kwamba Kristo alikufa kwa ajili yako na damu yake ya kutakasa kutoka katika maovu na dhambi zote. Tunaomba pamoja sasa. Baba, tunakushukuru kwa ajili ya wema wako. Asante Bwana kwa ajili ya hadi ya wokovu kwa wote ambao wanatubu. Na watu hawa waliposimama na katika mioyo yao na wamekuambia kwa vinywa vyao ya kwamba wanageuka kutoka katika dhambi zao na kuziacha dhambi zao, Bwana ninaomba ya kwamba kwa rehema zako Bwana na huruma yako wasamehe kwa jina la Yesu. Naomba Bwana ya kwamba utawajalia uhakika ya kwamba rehema yako na pendo lako na neema yako ambao umetoa, na wao wameokolewa sasa kwa jina la Yesu. Amen. Wapatie ule uhakika. Hebu Roho wako na ashuhudie ndani ya mioyo yao ya kwamba sasa wao ni watoto wa Mungu. Na ile neema kwa ajili ya mageuzi, neema kwa ajili ya maisha mapya, wajalie kila mmoja wao kwa jina la Yesu. Asante Bwana. Kwa jina la Yesu tumeomba. Na kila mmoja anaseme sasa amen. 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 Mungu akubariki. Endelea kusimama. Washauri wetu wako pale, nao watapenda kuangalia jinsi gani ya kuweza kusaidia katika maisha yako mapya ya ushindi. Umekuja kwa Kristo bila aibu yoyote. Huonei haya uamuzi uliofanya, na huoni haya kuitwa mtoto wa Mungu. Endelea kusimama. Washauri wetu tusaidie ndugu zetu waliosimama kuweza kupata majina na kuweza kuwasaidia jinsi gani ya kuweza kudumu na kuendelea na wokovu wao. Alafu baada ya muda mtumishi wa Mungu atakuja kuweza kuomba maombi kwa ajili ya muujiza wako. Kwa kaa tayari, muda mchache mtumishi wa Bwana anakuja kwa ajili ya kuomba kwa ajili ya haja na shida yako ulioileta. Na kutafakari ahadi na utendaji wa Mungu. Pata picha sasa, Kristo anakuja kwako wewe mwenyewe binafsi kupitia katika huduma ya mtumishi wa Mungu. Usimuone tu mtumishi wa Bwana, lakini hebu kwa imani sasa mtafakari Kristo ambaye ndiye anayekuponya, sio mwanadamu. Hata angekuwa hapa, sio yeye tunayemtazama mwanadamu, sio aliyekufa kwa ajili yetu. Mwanadamu sio aliye na neno la kutuponya, hapana. Mwanadamu sio mwenye kuweza kuumba kiungo kipya. Vuta imani yako kumuona Kristo anakujia sasa. Jitayarishe kukutana na Yesu mponyaji na mwenye kukufungua katika vifungo vyako mbalimbali. Pendo, usipofikia mahali hapo unaondoka bure mahali hapa. Kama ukufikia kumuona Kristo anatenda kitu, anaweka badiliko kupitia katika neno lake kwenye kinywa cha mtumishi wake, ujio wako ni bure. Bure kabisa mpendwa. Mko umekuja kufanya ushabiki tu, lakini pale unapomuona Kristo, unapomtafakari yeye mwenyewe,
neno lake likawa halisi na ukalitafakari kuwa ni lako, sio la mtu mwingine, hapo ndipo uponyaji unaanza kufanya kazi. Unamsadiki Bwana. Endelea kuomba. Endelea kuomba ukiwa unataraji. Simama pale ulipo tafadhali. Endelea kama ambavyo umekuja. Hutabaki kama ulivyokuwa. Kila tatizo linakwenda kuachwa hapa. Amen. Mwamini Bwana. Muone Bwana akikunyang'anya tatizo lako. Ona tatizo lako likikutoka. Simama pale ulipo tafadhali, uliyekuwa umekaa. Inuka. Roho wa Mungu anatembea na Kristo yuko mahali hapa. Kama ni hivyo, sema amen. Amen. Uponyaji wako umewadia. Sababu Mungu mwenyewe amesema, mimi nitawapa moyo wa kunijua, kumjua kama mponyaji. Na unapomjua kama mponyaji na unaomba, niponye Bwana, nami nitaponyeka, huo uponyaji utathibitika pale pale ulipo mara moja leo kwa jina la Yesu. Amen. Popote pale ulipo, hapa au nje huko unasikia, popote pale ulipo, nyumbani huko, popote pale ujirani unaosikia neno hili, mahali popote ulipo, unafanya kazi popote pale, na una ugonjwa nyumbani, umelala, una udhaifu, una kifungo ambacho nakileta kwa Bwana leo, na unasema leo namjua kama mponyaji, namjua kama mkombozi wangu. Basi weka mkono wako palipokuwa na tatizo, na mkono mwingine peleka juu kabisa. Tukwenda kuomba, na mwisho wa hayo maombi, kwa ile amen ya kumalizia, jiangalie nafsi yako, jiangalie mahali palipokuwa na tatizo, umepona tayari. Nyosha vizuri mkono ule, weka mkono mwingine palipo na tatizo, kuliko kuwa na ugonjwa na udhaifu ule, kulipokuwa na unyonge ule, shambulio, teso. Weka mkono wako pale. Mponyaji yuko na wewe pale. Muone Kristo pamoja na wewe pale. Yeye yule jana, leo na hata milele. Amen. Amen. Mwamini, itakuwa kwako kama ulivyoamini. Kwenda kuomba sasa, na wewe uko tayari kupokea. Baba, katika jina la Yesu. Amen. Baba, hutamkataa yeye muombaji ajaye kwako. Na watu wako leo, Bwana, mahali hapa na kule katika mtandao, popote pale, tumekuja ili kwamba Bwana ukadhihirishe nguvu yako. Na tutakuomba Bwana ya kwamba ile nguvu isiyoshindwa asilani, ule mlima, ile nguvu ya kuondosha mlima, Bwana, ile nguvu itendayo muujiza, Bwana, njoo juu ya kila mmoja sasa kwa jina la Yesu. Amen. Kutoka katika tatizo lilo kichwani, tatizo ambalo liko katika mifupa, tatizo katika damu, tatizo katika chembe za miili yao, tatizo mahali popote katika miili yao, Bwana, dhihirisha nguvu yako, waponye kwa jina la Yesu. Wewe huwezi kushindwa, na ahadi zako haziwezi kushindwa kamwe. Na Bwana, tunapokea uponyaji kwa ajili ya kila mmoja. Bwana, tutapokea uponyaji kwa macho yaliyopofuka, funguka uone kwa jina la Yesu. Masikio yaliyo kiziwi, funguka kwa jina la Yesu. Kila ulimi ambao hauwezi kunena, funguka unene kwa jina la Yesu.
na kila mgonjwa wa ukimwi umepona kwa jina la Yesu. Kila shinikizo kubwa la damu umepona kwa jina la Yesu. Kila aina ya kupanda kwa sukari mwilini umetakaswa, umeponywa kwa jina la Yesu. Kila aina ya ugonjwa wa ngozi umetakaswa, ugonjwa ule wa ngozi kwa jina la Yesu. Uvimbe katika sehemu yoyote ya mwili, sasa ule uvimbe na upone, utoweke kwa jina la Yesu. Kila changamoto yoyote, kila maumivu, kila maradhi, Bwana akuguse sasa, Bwana akuponye sasa. Uko katika kiti, huna nguvu ya kusimama, nguvu ya Bwana na ije katika mifupa yako, ije katika mishipa yako, ije katika viungo vyako na kukuinua juu. Simama, ruka, tembea kwa jina la Yesu. Mashambulizi na mateso ya shetani na kila aina ya sauti ngeni unazosikia, na zinyamazisha sauti hizo sasa. Kila nguvu ya kipepo na kutupilia mbali. Uko huru sasa. Bwana, omba kila mahali, kulia, kushoto, kati, nyuma, kule, kila mahali dhihirisha uponyaji wako na ukombozi. Na Bwana, mamlaka kamili kwa jina la Yesu. Twakushukuru Bwana, twapokea kwa furaha, wewe umetenda. Tutadhihirisha ile nguvu yako katika maisha yako sasa. Na Bwana, utapokea utukufu wote, kila sifa, kila utukufu kwa ajili ya udhihirisho wa nguvu yako katika kila maisha. Imekuwa. Asante Bwana, kwa jina la Yesu tumeomba, amen. Sema imekuwa. Jiangalie mwili wako sasa na unajua kwamba imekuwa kila mahala sasa. Jiangalie imekuwa. Mwambie Bwana, nimekujua.